sisi taasisi ya Bodi ya Maziwa na wadau wetu wa tasnia ya maziwa kujadiliana maendeleo ya tasnia ya maziwa kwa ujumla. Kama tasnia tunafahamu wote kwamba sisi tunahitaji kuzalisha maziwa, kufikisha maziwa sokoni kwa walaji, kwa sababu maziwa ni chakula, lakini maziwa ni biashara na yana mchango mkubwa kwa uchumi wa taifa letu. Nimesema ukumbini ya kwamba sasa tasnia yetu inachangia mchango katika pato la taifa kwa takribani 2% na tunaendelea kukua kwa 2% kwa miaka hii 10 iliyopita. Kwa hiyo tumekutana hapa kujadiliana maendeleo ya tasnia ya maziwa, hususan tukijikita katika kutazama maeneo ambayo ni fursa. Ni wapi tuwekeze zaidi? Ni watu gani tuwashirikishe tunapokwenda kuongeza nguvu zaidi katika tasnia ya maziwa? Tunazungumza sasa hivi dira 2050 ya taifa letu, lakini tunazungumzia mpango mkakati wa 4 wa tasnia ya maziwa. Mambo hayo yote tunaenda kuyatazama namna ambavyo tunaweza tukakuza tasnia ya maziwa na kuchangia katika uchumi wa taifa letu. Lakini kama nilivyosema mwanzo, maziwa kama lishe, ni namna gani tuongeze ufanisi hususan kwenye mambo ya usalama wa chakula, upatikanaji na usalama, ili kuwa na maziwa mengi nchini na kufikia utoshelevu na watu waweze kupata lishe hii muhimu sana kwa ajili ya afya zao. Kwa hiyo tumewaita wadau ili tuweze kujadiliana, tuone ni wapi ambapo tumepungua, ni wapi tuwekeze, ni hatua ipi tupige ili twende mbele zaidi katika kuongeza mchango wetu wa tasnia ya maziwa kwenye pato la taifa, lakini katika kuongeza mchango wetu wa tasnia ya maziwa katika mambo ya lishe ya Watanzania. Wadau tuliowaita hapa sisi tasnia ya maziwa, tuna wadau wengi. Tunapozungumzia tasnia ya maziwa tunazungumzia wadau wanaotuzalishia pembejeo kwa ajili ya mifugo yetu. Nafahamu kwamba maziwa yanapatikana katika mifugo ikiwemo wanyama wakubwa, ng'ombe, mbuzi, kondoo. Lakini pia tunao wadau wazalishaji, wamiliki wa mifugo, wale ambao wana mifugo na wanazalisha maziwa. Kwa hiyo hawa pia tumewaita waseme ni changamoto zipi walizonazo, ni hatua ipi tunayotakiwa kupiga pamoja. Tuko na wazalishaji wa maziwa. Tunapozungumzia wadau wa maziwa kwenye mnyororo wa thamani, tunazungumzia watu wanaosafirisha maziwa kutoka eneo moja kwenda jingine. Pia tuko nao hapa. Ziko kanuni mbalimbali katika usafirishaji wa maziwa. Maziwa yasafirishwe katika vyombo salama, maziwa yasafirishwe katika magari yaliyoruhusiwa, yaliyosajiliwa. Wadau wa namna hiyo pia tuko nao hapa. Tunapozungumzia wadau wa maziwa tunazungumzia wachakataji au wasindikaji. Hawa ni watu muhimu sana, ni wadau muhimu sana katika tasnia ya maziwa, kwani maziwa sipo tunzwa vizuri huharibika haraka na uweza kudhuru afya za walaji. Kwa hiyo tuna wasindikaji, wadau muhimu ambao wao kazi yao ni kuyasindika maziwa na kuyaongezea muda wa uhai wake, shelf life tunaita. Kwa hiyo ni muhimu sana hawa wawepo, wao wanasaidia kuongeza uhai au muda wa maziwa kuwepo. Na ndio wadau wetu tunawatambua. Wadau wetu tunawatambua kwa sheria ya maziwa, sheria namba 8 ya mwaka 2004. Tumepewa jukumu la kuwatambua wadau. Kwa hiyo ni nafasi muhimu hii pia tunapozungumza haya, Watanzania wote wanaonisikia waendelee kujua kwamba tunayo sheria ya maziwa ambayo inamtaka kila aliye mdau wa tasnia ya maziwa kujisajili na Bodi ya Maziwa. Bodi ya Maziwa ndiko wanakopatikana wadau wa maziwa. Kwa hiyo bila kujitambua, bila kujiandikisha au bila kujisajili na Bodi ya Maziwa, ina maana utakuwa mdau usiyetambulika. Na kwa namna hii sheria imetupa mamlaka ya kuwaondoa wale ambao wanafanya biashara ambazo ni holela, biashara isiyotambulika. Sheria imekataa maziwa ya namna hiyo kuuzwa kwa sababu hatufahamu ubora wake na huenda yakawa na madhara kwa walaji. Kwa hiyo tunawaalika na tunatamani wadau wote wanaofanya biashara ya maziwa kwa namna moja ama nyingine, mahali popote katika mnyororo wa thamani, kuwa wametambulika rasmi ili sheria isiwafikie na kufanya biashara zao zisiende kwa uzuri, kwa sababu tunazuia biashara hizo. Taratibu za usajili kwa sasa tunakwenda kidijitali, ni rahisi tu, unaingia kwenye mfumo huo. Sasa hivi tunatumia mfumo wa MIMIS. Tunaendelea kuunganisha mifumo kwa agizo la Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, mifumo isomane. Kwa hiyo utaona kwamba sasa hivi tuko katika mfumo au katika mpango wa kuunganisha mfumo wetu wa usajili ambao tunauita MIMIS, yani Mifugo Integrated Information System.
tunaunganisha na mfumo ulioko halmashauri katika serikali zetu za mitaa, lakini tunakwenda pia katika mfumo ulioko TRA. Kwa hiyo mambo yanarahisisha zaidi, ingia online, ingia. Mimi naitwa Zena Isa, ni afisa viwango kutoka shirika la viwango Tanzania TBS. Umuhimu wa ushiriki sasa. Okay, umuhimu wa sisi kushiriki kama taasisi wakati wa kipindi cha maandalizi ya wiki ya maziwa ya mwaka 2026 ni kwamba TBS ni wadau kwenye upande wa maziwa, hasa katika kuhakikisha kwamba tunadhibiti ubora wa maziwa, kuwasaidia wadau ili waweze kuhakikisha kwamba wanazalisha bidhaa ambazo ni bora na salama, na hata wanavyovinunua kwa ajili ya udhibiti vile vile ni vile ambavyo vina vigezo vinavyotakiwa. Kwa hiyo lengo letu ni kushiriki na kuwa sehemu ya juhudi za kuhakikisha kwamba maziwa salama na bora yanamfikia Mtanzania. Umuhimu wa uzalishaji wa bidhaa za maziwa salama. Umuhimu wa kuzalisha bidhaa bora na salama za maziwa ni kuhakikisha tunalinda afya za walaji na kuhakikisha vile vile bidhaa ambazo zinazotumika wakati wote ni zile ambazo zina vigezo vinavyokubalika kwa ajili ya kuhakikisha vile vile swala zima la uchumi, kwa sababu kama bidhaa hazina ubora inamaanisha zinaweza zikapelekea kuharibiwa, kwa hivyo kupelekea changamoto kwenye upande wa uchumi. Lakini kwenye upande wa afya ni kuhakikisha kwamba Watanzania wanatumia bidhaa za maziwa ambazo zina ubora na usalama kwa ajili ya afya yao. Naitwa Glorious Masawe, ni afisa masoko wa Prison Corporation na pia nipo head office, na tunajishughulisha na shughuli za uzalishaji wa maziwa katika kiwanda chetu cha KPF kichopo Morogoro pale Kinguruila. Sisi ni wazalishaji wa maziwa, na kwa kweli tumepata nafasi, yani nimefurahi kushiriki katika wiki ya uzalishaji wa maziwa katika kuandaa wiki ya maziwa ya mwaka ujao, kwa sababu mwaka jana tulipata kushiriki kwa mara ya kwanza, na pia tulivyoshiriki kwa mara ya kwanza tukapata kwa wazalishaji bora, tukapata tunzo ya mzalishaji bora wa maziwa Tanzania wa grade 1. Kwa hiyo kupitia kushiriki katika mafunzo semina kama hizi na tathmini ya kikao kilichopita kinatusaidia sisi kutujenga ni wapi tunapotakiwa kuongeza nguvu, ni wapi tunapotakiwa kurekebisha, na nini tunatakiwa tuongeze katika mnyororo wetu wa thamani katika bidhaa yetu ya maziwa.